Hadithi inaanza miaka mingi baadaye katika siku za usoni ambapo Marekani inatawaliwa na kampuni kubwa ya vyombo vya habari inayojulikana kama The Network. Raia wengi wanaishi katika umaskini mkubwa na hawawezi kumudu matibabu hata ya magonjwa madogo. Ili kuwafanya watu wasifikirie mateso yao, Network hutangaza vipindi vya michezo ya kikatili moja kwa moja. Kipindi maarufu zaidi kinaitwa The Running Man. Katika mchezo huu, washiriki wanatakiwa kubaki hai kwa siku 30 huku wakifuatwa na kuwindwa na wawindaji wa kitaalamu. Mshiriki yoyote anayefanikiwa kuishi siku zote 30 huahidiwa zawadi ya dola bilioni 1. Hata hivyo, hakuna mshiriki aliyewahi kufika mwisho. Tunatambulishwa kwa mwanaume aitwaye Ben ambaye hivi karibuni alipoteza kazi yake. Aliunga mkono kuanzishwa kwa chama cha wafanyakazi, jambo lililosababisha awekwe kwenye orodha nyeusi. Kwa sababu hiyo, hakuna kampuni inayotaka kumwajiri. Binti yake mdogo Kathy anaumwa na Ben anahitaji pesa kwa ajili ya kununua dawa. Nyumbani, mke wake Sheila anarudi akiwa amechelewa na anaeleza kuwa amechukua zamu za ziada kufanya kazi kwenye baa ili kupata kipato zaidi. Ben hafurahii jambo hilo kwa sababu ameona watu wa kutisha wakizunguka eneo hilo. Akijaribu kumtuliza mke wake, Ben anamwambia asijali na anamwambia kwamba ataingia kwenye kipindi cha mchezo na kushinda pesa. Sheila anapinga vikali akijua kuwa washiriki mara nyingi hujeruhiwa vibaya au kuuawa. Ben anaahidi kwamba hakuna kitakachomtokea na anadai atachagua kipindi kilicho salama zaidi. Ben anaondoka katika mtaa wao maskini na kuelekea eneo la matajiri lililokuwa na ulinzi mkali. Anawaambia walinzi kuwa amekuja kwa ajili ya program ya Network na wanamruhusu kuingia. Kwenye kituo kuna foleni ndefu ya watu waliokata tamaa wakisubiri kuchaguliwa. Ghafla, mzee mmoja anaanguka akiwa mgonjwa sana. Licha ya hali yake, anasisitiza kuendelea kwa sababu anahitaji pesa. Mzee huyo anaanguka kabisa, Ben anamshika na kuita msaada. Badala ya kusaidia, walinzi wanamshtaki Ben kwa kuvunja sheria. Wanampiga na kumtoa nje ya foleni. Baadaye, Ben anagundua kuwa onyo limeongezwa kwenye faili lake kwa kutotii amri. Akiwa na hasira, Ben anapiga skrini iliyokuwa mbele yake. Baada ya tukio hilo, anapewa bangilia ya ufuatiliaji na kupelekwa lifti namba 6. Huko anakutana na Tim na Jenny ambao wanajaribu kuwa marafiki zake. Washiriki wote walioteuliwa wanapewa sare na kufanyiwa majaribio ya kimwili. Majaribio hayo yanajumuisha shughuli za ajabu kama kukimbia kwa muda mrefu. Ben anamsaidia Tim wakati wa mapumziko. Wakati wa mapumziko, askari mmoja anajaribu kumwadhibu Ben, lakini Ben anapambana naye kwa ujasiri na kumtisha hadi anakimbia. Majaribio zaidi yanafuata, ikiwemo tathmini ya kisaikolojia. Majibu yake ni ya ukali na ya moja kwa moja. Mwanasaikolojia anamchukulia kama mshiriki mwenye msimamo mkali na asiyeweza kudhibitiwa. Wale wanaofaulu hatua ya mwisho wanapewa mavazi ya rangi kali. Ben na Jenny wanapokea suti nyekundu zenye alama ya shabaha mgongoni, ishara kuwa wao sasa ni washiriki rasmi wa The Running Man. Baadaye, Ben anapelekwa kukutana na mtayarishaji wa kipindi, Dan. Ben anaomba ahamishiwe kwenye mchezo mwingine. Dan anamtolea pesa ya ziada ili abadilishe mawazo yake. Eleza kuwa michezo mingine hulipa pesa kidogo sana. Anaeleza pia kuwa katika The Running Man washiriki hulipwa pesa kwa kila siku wanayoishi. Dan anamkumbusha Ben kuwa kwa kuwa yuko kwenye orodha nyeusi, hana mustakabali wowote wa ajira. Akifikiria familia yake na ugonjwa wa binti yake, Ben anasaini mkataba. Baada ya hapo, anakutana na mwakilishi wa muungano wa familia. Kwa mujibu wa makubaliano, Network itatoa ulinzi kwa familia ya Ben wakati anashiriki. Wanapelekwa kwenye nyumba salama na kupewa majina ya uongo. Ben anataka kuwaona familia yake kabla ya mchezo kuanza, lakini anaruhusiwa kupiga simu mara moja tu. Anampigia Sheila na kumwambia anaingia The Running Man, anamuomba asijali na anaahidi kushinda. Usiku huo, Ben anapelekwa kwa lazima kwenye chumba cha kifahari. Wakili mmoja anampa bahasha kutoka kwa Sheila.
Ndani kuna picha ya familia na soksi ndogo ya Kathy kama bahati mbaya. Asubuhi, Ben anapewa kifaa cha mkono kinayoonyesha muda uliobaki na kiasi cha pesa alichopata. Kipindi kinaanza rasmi na mtangazaji Bobby anamuita Ben jukwaani. Bobby anadanganya hadhira akidai Ben alifanya kazi kwenye ulinzi wa nafasi na alikamatwa kwa kuuza siri za serikali. Video ya uongo iliyotengenezwa na akili ya mbali inaonyeshwa kama ushahidi. Ben anawaomba watu wasiamini, lakini Bobby anampuuzia. Kwa dunia ya nje, The Running Man inaonekana kama adhabu kwa wahalifu hatari, bila kujua washiriki ni raia maskini wanaohatarisha maisha yao kwa ajili ya familia zao. Watazamaji hata hulipwa pesa wakiripoti mahali alipo Ben. Ben anapoulizwa maneno ya mwisho, anawatukana Bobby na hadhira, akitangaza kuwa atanusuru na kuichoma mfumo. Sheria zinaelezwa. Kila mshiriki anapewa pesa kidogo ya mwanzo na masaa 30 ya kujificha kabla ya wawindaji kuachiliwa. Wanatakiwa kurekodi angalau dakika 10 kila siku na kuwasilisha kabla ya saa 6 usiku. Wakishindwa, malipo husimama, lakini uwindaji unaendelea. Ben anapewa kamera, pesa na nguo za kawaida. Anakimbia na kuingia kwenye taksi, lakini dereva anamtambua yeye ni mshiriki. Ben anarekodi, dereva anatishia kumtoa. Ben analipa na ondoka. Anakimbia hadi nyumbani kwa rafiki yake wa zamani Molly, anayehusika na soko la Magalengo. Baada ya mabishano na kusikia kuhusu ugonjwa wa Kathy, Molly anakubali kumsaidia na kumtengenezea vitambulisho bafali. Anamwania Ben akae eneo lenye watu wengi. Ben anasafiri hadi New York, anakaa hotelini, anarekodi video ya usingizi wake na kuwasilisha mkanda. Usiku wa midnight anapata bona ya Die Fest. Wakati huo huo, Molly anakamatwa na kuteswa. Siku inayofuata, wawindaji wanavamia chumba cha Ben, lakini ilikuwa ndoto tu. Tim anaonekana moja kwa moja akiuliwa kwa risasi kichwani. Ben anabadilisha hoteli, anatoroka kwenda Boston, anakaa hosteli maskini. Wawindaji wanamzunguka. Ben anatumia ujanja, anatoroka juu ya rufu, anatumia bombani, lifti inalipuka, jengo linaangamia. Ben anatoka akiwa hai. Anakutana na kijana Stacy na kaka yake Brad. Brad anamficha Ben na anaonyesha chumba cha siri hutumika kufichua siri za kipindi. Ben anarekodi ujumbe akishutumu serikali. Bobby anaeleza ujumbe na kuugeuza uonekana kama Ben anawacheka watoto yatima. Ben anatupwa nje, lakini Brad na Stacy wanamsaidia. Wanatoroka kwa gari, wawindaji wanaangamia kwenye ajali. Ben anakutana na Elton, mwanaharakati aliyepoteza baba yake kwa mfumo. Anamwambia kuhusu skana za DNA katika taa za barabara. Wanapanga Ben ajifiche kwenye banka, lakini polisi wanazunguka nyumba. Mitego inawaua polisi kadhaa. Wanatoroka kupitia handaki, wawindaji wanawavamia, Elton anauliwa kwa risasi ya sniper. Ben anakamatwa, lakini anahepaa kwa kulipusha gari darijani. Anaenda kwenye banka, lakini imeharibiwa. Anaiba gari, anakutana na Amelia, wanafukuzwa na polisi na drones. Amelia anaelewa ukweli baada ya kuona propaganda ya uongo. Watu barabarani wanaanza kumuunga mkono Ben. Mwisho wanafika uwanja wa ndege. Ben anajifanya ana bomu, anadai ndege na parachuti 2. Amelia anakataa kuondoka, akisema hawezi kupuuza ukweli baada ya kuuona.